Na nilikuwa na swali hapo na Eben utasaidia. Tumeona hivi kwa maana mafanikio haya ambayo amepata Tanzania, na Boimanda amezungumza moja kwa moja kwa maana wachezaji bora wa kigeni ambao wanakuja katika ligi zetu ndio wanachagiza hayo mafanikio, hasa kuitambulisha Tanzania katika kombe la dunia na michuano ya ligi ya mabingwa kadhalika AFCON. Wachezaji wazawa ambao pia wanapata nafasi ya kuzitumikia hizo klabu, hasa hizi 4 ambazo zimekuwa zikifanya vizuri hivi karibuni, nini ambacho wanapaswa kukichukulia kama tahadhari ama kuchukua kama funzo na wao wapate mafanikio kama ambayo wanapata wachezaji wengi wa kigeni wanaocheza katika ligi kuu ya kandanda Tanzania bara? I think kwa wachezaji wetu wazawa waliopo tayari kwenye system hivi sasa, ninaweza kusema wamechelewa. Kwa sababu gani wamechelewa? Kasi ya mpira iliyopo hivi sasa ni kubwa kuliko kile ambacho wao wana uwezo wa kukiproduce. Kizazi kinachofuata ambacho bado hakijaingia kwenye system ama kinaanza kuingia kwenye system kwenye kipindi cha hivi karibuni, wao ndio wana nafasi kubwa zaidi ya kubadilika na mwisho wa siku kuwa competitors halisi wa hawa wachezaji wanaokuja kwenye mataifa yetu. Mfano, wapo wachache kwenye kizazi hiki ambacho kiko kwenye system kina uwezo wa kubato na wageni, lakini sio kwenye kundi kubwa. Yani leo tutamzungumza mtu kama Mohamed Hussein, ameleta wachezaji wengi sana wa kigeni, lakini yeye amestick kwenye ile eneo. Tunazungumza mtu kama kina Shomari Kapombe, tunamzungumza mtu kama kina Dickson Job, wanaletea wachezaji wa kigeni, lakini wao bado wanawaambia kocha, hapana kocha, mimi ndio naitakiwa nianze kwenye hii team. Kwa hiyo hao sio wengi, lakini sasa unajikuta katika wachezaji wetu wa kizawa, baadhi yao watakapoletewa challenge ya mchezaji wa kigeni anaondoka kwenye mfumo. Nitakupa mfano mtu kama Kibwana Shomari. Kibwana chini ya Nasreddin Nabi alionyesha kiwango kizuri sana. Alikuwa anatumika right and left kwenye kikosi cha Young Africans, lakini pale ilipokuja challenge ya juu zaidi, ilipokuja challenge ya mtu kama Yao Kwasi Atola, Kibwana Shomari ameondoka kabisa kwenye system ya kucheza. Sasa hivi unamkuta kwenye baadhi ya matukio tu anaingia na dakika zake kadhaa, ndani mwisho wa siku anaondoka kwenye mfumo wa timu, anaenda anapumzika pembeni. Kwa hiyo sasa hawa ni wachezaji ambao kwangu mimi nasema wamechelewa, kwa sababu kuna sehemu wanazidiwa hasa kwenye maarifa ya kiuchezaji, ambapo maarifa huwezi ukayapata kwa umri walionao hivi sasa. Maarifa ya kucheza mpira wa miguu huwa yanatengenezwa katika misingi ya football development. FIFA wao wanazitem zile ligi za vijana kama football development leagues, kuanzia zile under 20 kushuka chini. Hizi zote zinakuwa termed kama football development leagues, kwamba mchezaji afike huko atengenezwe ndio apite kwenye makuzi yale ya mpira, ambapo kwenye category wise mchezaji wa mwaka mmoja mpaka miaka 13 huyu anafundishwa kuupenda mpira. Mchezaji wa miaka 13 kusogea mpaka 15 huyu anafundishwa basics za mpira. 15 mpaka 17 huyu anaanza kufundishwa kuingia taratibu kwenye ushindani. And boom, miaka 18 wewe ni mchezaji ambaye unatakiwa kuwa mshindani. Sasa hao kama mchezaji ambaye amesha machua tayari, kuja kumuongezea maarifa leo hii ni kujichelewesha wewe na kumchelewesha yeye, kwa sababu hayo maarifa hawezi kuyapokea kwa namna yoyote ile. Maarifa ya kiuchezaji hawa wenzetu wanayapata kwa faida ya kudumu katika misingi ya soka tangu angali wadogo. Yani unapita kwa mfano kwenye moja kati ya mataifa ambayo Mwenyezi Mungu ameyajalia akademi nyingi sana za mpira, tunazungumza taifa kama Nigeria, tunazungumza taifa kama Ghana, tunazungumza taifa kama Cote d'Ivoire. Haya ni mataifa ambayo taifa pia kama Senegal, haya ni mataifa ambayo wenzetu mchezaji anaanza kupewa hayo maarifa tangu mdogo, kwamba hata akifika miaka 23, miaka 24, hata kuwa mchezaji mkubwa, hata kuwa superstar, hata kuwa classic player, lakini at least kuna zile basics za kiuchezaji, kuanzia kwenye discipline, kuanzia kwenye attributes zake za kawaida za ndani ya kucheza na vitu vingine, to act as a professional utamuona nazo. Lakini kwetu sisi wachezaji wetu wengi wana lack hizo basics, kiasi kwamba atakapokuja kukutana na mwalimu anaye demand mchezaji mwenye maarifa makubwa, anajikuta yeye taratibu mfumo wa timu unamuingua. Moja kati ya mifano ambao huwa anapenda sana kuitoa ni mfano ambao Mwalimu Mwinyi Zaera kupitia Kipenga Extra kipindi kile alikuwa kusema yeye mwenyewe kwamba ameingia kwenye timu ya Yanga, akaanza kuquestion mpaka kama baadhi ya wachezaji wameenda shule, kwamba kama mimi kocha nateseka kukufundisha, je, mwalimu wako darasani alikuwa anapata changamoto kiasi gani? Aliwataja kwa majina, wewe kwangu mimi sitataja kwa majina, lakini aliwataja wachezaji kwa majina kwamba kuna fulani na fulani. Na wachezaji wengi wa kibongo hawasomi. Yes, yani wakisoma sana darasa la 7 form 4. Yeah. Kwa hiyo ndio ilikuwa changamoto, kwamba huyu mchezaji kocha anataka
squeeze mpaka mwisho. Kocha anataka maarifa, lakini mchezaji kwa sababu yes talent anayo, lakini yupo kwenye umri ambao maarifa huwezi tena kumuingizia. Yani huwezi leo hii kumfuata mchezaji wa miaka 24 25 ukaanza kumfundisha kupiga pasi. It's impossible. Wewe tayari uko kwenye level ya ushindani, unatakiwa wewe unajua kupiga pasi and whatever. Sasa kocha anajikuta kwamba ataopti kwenda na mchezaji wa kigeni ambaye yawezekana sio hana talent kubwa ama hana uwezo mkubwa, lakini ana provide zile basics za kiuchezaji. Ataopti kwenda na huyo mchezaji kwa sababu kwanza atamuofa nidhamu ya kubeba mbinu za kocha, kwamba bwana sikiliza, wewe ni kiungo namba 6, ndio nataka uende uwanjani ka hold eneo, utakaba hapa, utaishia hapa, utafanya 2 3, hautafanya 4 5. Mchezaji anaenda uwanjani anabaki kwenye hiyo nidhamu, lakini unajikuta kwamba hiyo inatengenezwa tangu utotoni. Yani si tu unamfuata mchezaji ambaye tayari ni miaka 25 ambaye miaka 20 ngapi hapa ambaye anacheza mpira, yeye anachezaga tu ile ndondo, yani mpira hauna mfumo. Kwa unajikuta hiyo inakuwa changamoto kubwa sana kwa makocha ambao wanakuja, na bahati mbaya sana wachezaji wetu wengi wanajikuta kwamba sasa hivi wanafundisha na makocha wengi wa kigeni ambao wana demand hayo maarifa kwa ukubwa. Kwa hiyo hawa wachezaji wa kizawa ambao sasa hivi wapo nje ya system, nikimaanisha umri wao bado upo kwenye umri wa kucheza zile development leagues, hao ndio watu pekee ambao wanaweza kuja kurescue hii situation na kuwathaminisha wachezaji wazawa. And it won't be easy. Inaweza ikatumia miaka 5, inaweza ikatumia miaka 10, inaweza ikatumia miaka 15 kupata pool kubwa ya wachezaji wazawa ambao kuna siku nakutana na quality ya Pacome, alafu unamgeukia kocha na unamwambia Pacome anakaa nje, kocha mimi nataka nianze. Unakaa uwanjani unamgeukia unamwambia kocha, huyu Diarra kwa nini anaanza mbele yangu? Kwa unakuja ujikuta kwamba hiyo haitakuwa safari nyepesi, itakuwa ni safari ambayo inatumia muda, na ni mipango ambayo haianzi tu from nowhere. Ni mipango ambayo inaanzia zile ofisi za Karume pale ambako kuna mkurugenzi wa ufundi pamoja na shirikisho kiujumla. Eben, kwa upande wako kama taifa tunapaswa kujivunia hii hatua ambayo tumefika, ama tuna kazi nyingine ya ziada kuifanya kufikia kilele cha mafanikio zaidi? Yote kwa pamoja, kwa sababu hauwezi kufikia mafanikio makubwa bila kupiga hatua moja, kwa sababu kama unataka kufika juu zaidi lazima pia utoke huku chini. Unatokaje huku chini? Ndio kwa situations kama hizi, kwamba sasa hivi tunatengeneza mazingira ya kufanya ni mazoea sasa hivi kufika hizi hatua za group stages kwa timu zetu zote ambazo zinakuwa zinashiriki mashindano ya kimataifa. Kama unaweza kuona pressure ilikuwa kubwa sana kwa timu kama Azam, wao hawafiki hatua kama ya group stage kwa timu ambayo walionayo. Unaona ndio wamefika. Singida unaona ni timu mpya kidogo kwenye soka la nchini hapa, pressure ilikuwa kubwa sana kwao, lakini unaona nao wamefika hatua ya group stage. Simba na Yanga ilikuwa ni lazima wafiki kwa sababu yao ni baadhi ya malengo hazi club zao hizo mbili, lakini pia hata kwa level ambao wamefikia itakuwa ni ngumu kusema timu kama Yanga au Simba washindwe kupita hatua hizi za awali. Kwa hiyo binafsi na mimi ni mafanikio mazuri sana, ni hatua nzuri tunapiga, lakini sasa tukitaka kwenda kufika huko juu ni lazima nguvu ya ziada itumike. Na moja nguvu ya ziada itumike ni kuhakikisha kwamba tunajenga vilabu ambavyo vinaweza kushindana among the very best, kwamba hao watu ambao ni wakubwa, kwamba leo unataka kuwa bingwa wa CAF Champions League ni lazima uweze kumbiti mtu kama Ahly, ni lazima uweze kumbiti mtu kama hawa kina Esperance, sababu ni watu ambao kwenye mashindano hizo hatua nusu finali, finals wamekuwa recent wanafika sana. Kina Mamelodi hawa naona sasa hivi kuna ingizo la timu kama Pyramids nao wamekuja wanafanya vizuri sana. Kwa hiyo unafikaje huko juu? Kwanza lazima uwe na squad ambayo ni nzuri, hicho ni cha msingi kabisa. Na kwa timu zetu tumekuwa tunashindwa kufikia hayo malengo ya juu kwa sababu tumekuwa tunatengeneza timu za kushindana misimu moja miwili. Kwa hiyo baada ya unaona timu leo imefika robo finali, unatarajia kuona timu ambayo hiyo imefika robo finali msimu unaofuatia. Kuanzia hapo robo finali, kwamba unaongeza quality kwenye timu ambayo imeanzia hapo robo finali kwenda mbele. Tunarudi tena kutengeneza timu ambazo zinakuja kushindania makundi. Ni kitu ambacho sidhani kama tunaweza kufikia malengo ya kuleta trophies kubwa hapa Afrika kwa mazingira kama hayo. Kwa hiyo nadhani hatua tunazozipiga ni nzuri, lakini kama tunataka mafanikio makubwa kwamba kubeba makombe kwa mfano CAF Champions League, inabidi sasa tukiwa tunapiga progress fulani tusio tunarudi tena nyuma, tunaanzia hapo. Na hiyo pia inashikiliwa pia na uwezo wa kiuchumi wa timu, kwa sababu offers zinakuja. Kama klabu unawezaje kusustain wachezaji wako wakubwa? Lazima uofe mikataba ambayo itakuwa sustainable kwao kwa quality ambayo wanayo na mazingira pia yalioko, lakini pia unabidi ulete walimu ambao wana experience za ushindi
na quality pia ya kufundisha hizi big tournaments kwa level ya vilabu. Kwa hiyo nadhani mimi niwapongeze vilabu kwa kile walichokifanya, ni kikubwa. Njia hazikuwa rahisi, hata kama kuna watu wanaona ni rahisi, lakini watu walitoa ile jasho uwanjani wakaenda kupata hizo ushindi upande wote wa Simba, Yanga, Azam FC pamoja na Singida Black Stars. Kwa hiyo nadhani hatua iliyoko mbele ni kubwa zaidi. Kwa hapo najua wao wenyewe watajipanga kuelekeza watu ambazo zilizoko mbele, lakini bado nasema bado hatujaanza kutengeneza timu za kwenda kuleta makombe ya Afrika. Tuliwahi kujaribu kukaribia kufika huko, lakini badala si ya kubuild kuanzia pale kwenda kule, tukarudi tena nyuma. Kwa ni kitu ambacho mimi nimekuwa hakinivutii sana, lakini natumai kuanzia misimu hii kwenda mbele tufanye hivyo, basi itakuwa ni rahisi sana si kupata mafanikio. Sawa, na EATV na East Africa Radio tumepiga hodi katika kikosi cha wananchi Young Africans. Kumbuka msimu ulipoanza walisema malengo yao kimataifa wanahitaji kufika hatua makundi ligi mabingwa barani Afrika. Tayari wamefanikiwa kufika katika hatua hiyo. Kipi wanakitazama wananchi baada ya kufika makundi? Huyo hapa Ali Shabani Kamwe, meneja wa habari na mawasiliano kikosi cha Yanga, anaiambia East Africa Radio kile ambacho wananchi wanakitazamia hivi sasa. Sisi hatupendi kwenda na nadharia, hatupendi kufanya kazi kama kuku ambaye amekatwa kichwa. Sisi tuna mipango yetu na tuna akili timamu. Tayari CAF wameshatangaza kwamba makundi yatapangwa tarehe 3 Novemba. Kwa maana yake tumekuwa na subra, tutasubiri kuliona kundi letu. Tukishaona kundi letu tutakuja kufanya tathmini na kuwaambia mashabiki na wanachama klabu yetu Young Africans. Sasa hivi shauku yetu ni kwenda robo final. Hiyo ni shauku, lakini tuilete kwenye uhalisia. Lazima tuone kundi letu, alafu tuchakate kila linalowezekana kwenye hilo kundi tuweze kuifikia hiyo shauku ya robo finali. Kwa mimi niwaambie mashabiki wa Young Africans, twende kwa hatua, twende taratibu mpaka ambako tutaangalia mwisho patakuwa wapi. Tumeshafuzu makundi, tumeshaingia makundi, hamu yetu ni kucheza robo finali. Subiri makundi yapangwe, alafu tujipange, tujidhatiti na wapinzani ambao tutapangwa nao. Yes, kocha wetu Pedro Gonçalves ameanza kazi leo. Tumemtambulisha na ameingia nchini kwa maana ya weekend Jumamosi, na kwa mujibu wa ligi yetu, taratibu zetu pia za kinchi hapa, mtu afanye kazi kuna procedure za kupitiwa. Asubuhi leo viongozi wa Young Africans wameamkia kwenye hizo taratibu na kanuni za kufuatwa, na tuna push haraka iwezekanavyo kocha aweze kuwa kwenye bench siku ya kesho pale KMC. Kwa hiyo falsafa yake anafanyaje ni mapema sana, kwa sababu ndio siku ya kwanza leo amekutana na wachezaji, na hautegemei leo atakuwa na muujiza mkubwa. Atafanya kile ambacho kimeishia kwenye mchezo wa Silverstone. Kutokea pale tutaangalia nini cha kufanya. Yes, sasa ukifanya kazi Young African Sports Club number one lazima ufikie hayo malengo. Malengo ya Yanga ni lazima kupata mafanikio. Ligi ya ndani tuweze kupata mafanikio kwenye mechi za ndani hapa, lakini pia tufanye vizuri kwenye CAF Champions League. Kwa hiyo ni obvious, hawezi kuwa kocha wa Yanga hakuna target. Ni obvious kabisa. Ukiwa unafanya kazi Yanga lazima kuwe kuna target za kufikia. Kwa hiyo kwa kocha target zake ni hizo. Timu ifanye vizuri makombe yetu ya ndani, tufanye vizuri pia kwenye Champions League. Leo Jumatatu ndio vinafanyika vipimo. Kwa hiyo naamini siku ya kesho baada ya majaliwa Mwenyezi Mungu itakuwa na ripoti kamili sasa ya daktari. Baada ya vipimo, jeraha ni kubwa kiasi gani na atakaa nje kwa muda gani. Kwa hili naomba tuwe na subira. Kesho tulikutana baada ya mechi, labda nitakuwa na taarifa iliyokamilika zaidi. Haya, huyo ni Ali Shabani Kamwe akizungumza na mwenzetu Hussein Bakari Rojo habari kuhusiana na kile ambacho wananchi wanakitazama hivi sasa. Amesema shauku yao ni kufika robo finali baada ya kufuzu makundi, lakini hiyo shauku itategemea na kile ama na timu ambazo utapangiwa nazo siku ya Novemba 3. Kadhalika kielezea majeraha ya Clement Mzize, kwa maana leo ameenda kwenye vipimo na kesho taarifa rasmi kuhusiana na nyota huyo wa Tanzania itatoka, kwa maana ana majeraha namna gani na atakaa nje kwa kipindi cha muda gani. Lakini katika hatua nyingine tuliona weekend baada ya
wananchi kucheza dhidi ya Silver Strikers, nyota wa kikosi hiko Prince Mpumelelo Dube aliweza kuomba kufanyiwa mabadiliko kutokana na kukosa nafasi nyingi katika mchezo huu ambao Yanga walishinda kwa mabao 2-0. Na kwa upande wake Ali Shabani Kamwe anazungumziaje kiwango cha Prince Dube na kile ambacho kimeendelea baada ya mchezaji huyo kuomba kutolewa na kocha siku ya tarehe 25 mwezi huu hapa wa 10. Huyu hapa Ali Shabani Kamwe akielezea kile ambacho kipo hivi sasa na anakipitia Prince Mpumelelo Dube. Goli ambalo kafunga Pacome, angalia movement ya Dube kuja kumtole ule defender mpaka Pacome anapokea mpira akiwa free. Una contribution yako. Goli ambayo tumefunga la Dickson Job kabla ya move ya kona, Duke wakati anakuja na mpira, angalia movement za Dube kwenye box mpaka pakawa wazi, Duke akabidi ya shoot. Ana contribution yake, watu wa mpira wanaona contribution yake. Inachopungua ni goli. Kwa hiyo kichwa kisiwe chini Prince, inua kichwa juu. Yanga imeshinda, you have to celebrate. Na alhamdulillah alielewa, akasimama, tukapokea hela na akaenda vyumbani, akaendelea kuzungumza na walimu. Unajua mastriker hawa watu wanakwenda uwanjani kwa ajili ya magoli. Kwa hiyo mastriker wanakuwa number one target timu inapotafuta magoli. Goli anatakiwa afunge fulani. Goli likikosekana watu wanamshambulia wewe. Lakini kwa siku ya Jumamosi tulikwenda Yanga ifuzu. Ya ile mechi hata goli angefunga Diara tungesema alhamdulillah. Tumekwenda pale Yanga iende hatua ya makundi. Na Mungu ametusaidia imekwenda hatua ya makundi. Kwa hiyo kumeibuka hapa, haka ni kamchezo kameibuka hapa katikati. Na mimi niwe very clear hapa. Wana Yanga inabidi walielewe hili jambo. Kumeibuka hapa kwa kikundi kwa kimtandao hapa. Kwa watu maalum wana ajenda zao maalum kwa ajili ya kushambulia Yanga na kushambulia wachezaji wa Yanga. Inafanyika makusudi kabisa, sio bahati mbaya. Wachezaji wabovu wako Yanga, walioshuka viwango wako Yanga. Mtu kila siku asubuhi akiamka anaposti mchezaji mmoja, leo anaangalia leo nani, leo ni mseme fulani, kesho ni mseme fulani. Timu zote za Tanzania walioshuka viwango wachezaji wako Yanga. Timu zote wameshuka viwango watu wa Yanga. Mtu anaamka na simu yake anamshambulia mchezaji wa Yanga, na sisi bila kujua kwamba huu ni mchezo umetengenezwa, tukajaza kwenye huo upepo. Tayari Dube ameshakuwa victim wa kwanza. Dube kashakuwa victim, kashaathirika. Sisi wana Yanga tumeungana na maadui zetu, tumemshambulia Dube, kashaathirika. Kesho atahamia kwa Boyeli, takuwa hatuna striker. Kesho atahamia kwa Max kama kiwango kimeshuka. Kesho atahamia kwa Duke. Mwisho wa siku tutakuwa na timu ambayo haina confidence. Players watacheza kwa sababu ya kuogopa. Kwa nini? Maneno ya watu. Kuna kikundi specific. Ziko timu zimefuzwa hatua ya makundi hapa, hazijashinda mechi hata moja ya nyumbani. Hata moja hazijashinda. Goli pekee waliofunga ni goli la penalti. Semeni, lakini hiyo timu ndio timu bora. Yanga iliyoshinda mechi 2, Yanga mbovu. Yanga ndio mbovu peke yake. Yanga ndio wachezaji wake viwango vimeshuka. Timu nyingine wachezaji wanaokimbia mawinga mpaka nje ya uwanja wako vizuri hao, hawaguswi hao. Hao viwango vyao viko top hao. Hao hawaguswi, wanaguswa wachezaji wa Yanga. Kuna mpango ovu umetengenezwa. Mimi nina experience miaka 13 kwenye media houses. Najua vitu vingi. Kuna mpango umetengenezwa na watu specific wanaifanya hiyo kazi. Kila mechi ya Yanga tafuteni kosa, postini makosa, postini magoli, shambulieni wachezaji wa Yanga. Dhamira ni vita ya kisaikolojia. Kwanza tuwatengenezee pressure, confidence ya wachezaji shuke. Haya, huyu ni Ali Shabani Kamwe, meneja wa habari na mawasiliano kikosi Young Africans, anasema kuna dhamira ovu. Baadhi ya watu wameipanga kupeleka na kupigana vita ya kisaikolojia baina yao na nia yao dhidi ya wachezaji wa Young Africans, na tayari washafanikiwa kwa Prince Mpumelelo Dube. Alimani kesho ataenda kwa Boyeli.